Al-Imamu al-Bukhari naye anatupa picha iliyotokea mbele ya Muadh ibn Jabal katika sahihi yake, hadithi nambari 2448. Al-Imamu Muslim pia ameipokea kwa hadithi nambari 19, anna Nabiya sallallahu alayhi wasallam ba'atha Muadhan ila al-Yaman. Bwana Mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman, alimwambia Muadh, wasia wa mwisho ninakusindikiza nao, ittaqi da'wata al-madhlumi, ogopa sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakika ya dua ya mtu aliyedhulumiwa hakuna kizuizi baina yake na baina ya Allah. Dua ya mtu aliyedhulumiwa, ndugu zangu, kwa taarifa yenu, hata akiwa ni kafiri, muda wa kuwa amedhulumiwa kwa namna moja ama nyingine, Muumba anasema nitaipokea dua ya kafiri aliyedhulumiwa. Al-Imamu Ahmad anatupokelea riwaya hii katika musnadi yake, hadithi nambari 12549, anna Nabiya sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ittaqu da'wata al-madhlumi wa in kana kafira, ogopeni sana dua ya mtu aliyedhulumiwa hata kama ni kafiri, fa innahu laysa dunahu hijabun, kwani dua hiyo hakuna baina yake na baina ya Allah katika kumfikia Allah, hakuna kizuizi, itafika mpaka kwa Allah. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allahi yasira, hakika wale waliokufuru na wakadhulumu, hakuwa Allah mwenye kuwasamehe wala mwenye kuwaongoza katika njia sahihi siku ya Kiyama, isipokuwa anaahidi kuwaongoza katika njia ya Jahannam na watakaa humo milele, na hilo kwake yeye Allah ni jambo jepesi. Kama hili alitoshi Allah katika suratul Kahfi, anaahidi na ametupa picha ya namna ya vijiji mbalimbali alivyoviteketeza kwa sababu ya dhulma. Allah anasema, wa tilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu waja'alna limahlikihim maw'ida, na miji hiyo tuliwaangamiza walipodhulumu, na miji hiyo tuliwaangamiza walipodhulumu, na tukawawekea muda maalumu ya kuwaangamiza kwao. Dua ya mdhulumiwa hata kama ni cha pombe, muovu kweli kweli, Allah anasema ataipokea. Subhanallah, inawezekana kabisa dua zake zingine zisipokelewe kwa sababu ya madhambi yake, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal abda la yuhramu min arrizqi lidhanbin yusibuhu, wakati mwingine mja anaweza kuharamishiwa riziki yake kwa sababu ya madhambi anayoyafanya. Anaweza kunyimwa mengi kwa sababu ya madhambi yake, lakini akidhulumiwa, akinyanyua mikono yake mbinguni, hata kama ni muovu, Allah anaahidi kuipokea dua yake. Da'watul madhlumi mustajabatun, dua ya mtu aliyedhulumiwa ni yenye kujibiwa na Allah. Wa in kana fajira, hata kama atakuwa ni mtu muovu, fafujuruhu ala nafsihi, uovu wake utabakia pale pale kwake, lakini Allah lazima msikilize kwa dua yake kwa kuwa amedhulumiwa.